Hello Tanzania, mwanamichezo karibu sana Mpenzi TV tuyazungumze ya kimichezo. Tuna kumbukumbu nzuri Jumamosi kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo wa dabi ya Kariakoo haukuchezwa kwa sababu ambazo bodi ya ligi waliziainisha na taarifa ambayo waliitoa na mchezo huo utapangiwa tarehe nyingine ya kuchezwa. Kuna maoni mengi yamezungumzwa hapa, uchambuzi wa wadau, tathmini kila mtu akija na kwake kuhusu maamuzi ya bodi ya ligi, lakini leo Mpenzi TV tumekuja na cha tofauti kidogo kukuletea kuhusu mechi hizi za dabi ya Kariakoo. Umeshawahi kujiuliza kuna dabi ngapi ambazo hazijawahi kuchezwa kwa tarehe husika iliyopangwa lakini mchezo haukufanikiwa kuchezwa? Ziko ngapi mpaka sasa? Tukuishia Jumamosi ambayo tarehe 8 Yanga akiwa mwenyeji, Simba akiwa mgeni, lakini mchezo haukufanikiwa kuchezwa. Basi jibu tunakupa hapa leo Mpenzi TV. Niko na Ghalib Mzinga Kilo Finest. Tunaangalia haya kiundani, tukupe idadi ya dabi ambazo hazikufanikiwa kuchezwa kwa tarehe husika zilizopangwa. Sababu zilikuwa ni nini na ni timu gani hasa kwenye dabi hizi 7 ama idadi ya dabi hizi ambazo hazijawahi kuchezwa kulikuwa na mushkili za namna gani? Karibu sana. Naitwa Diego, picha ni Oliver Trend, Mpenzi TV nazungumza michezo. Jeboost Energy ndio wadau wetu wa karibu, tuko nao pasina kuwasahau Pax Transportation. Wanasafirisha mizigo kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mingine nje ya Dar es Salaam na nje ya mipaka ya Tanzania. Pia mizigo yako inakwenda kwa gharama nafuu, mnazungumza bei, mnaelewana, mnafanya biashara na Pax. Karibu tuzungumze na Kilo Finest. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mambo vipi? Sawa. Alhamdulillah, uko vizuri? Na msomo unaona zinapanda. Cha ngapi leo? Leo cha 7. Wewe hiyo. Du. Wewe cha ngapi? Bwana mimi nilianza kufunga juma ngapi ilikuwa? Mimi sio ilikuwa juma ngapi? Mimi ndo wale ambao tulitangulia. Yes, nyinyi mlifunga baada ya mamlaka ya Kiislamu ya usimamizi wa Kiislamu hapa Tanzania. Mufti, yes, alikuwa mufti. Alipotoa tamko, nitakuja kufunga siku ya pili. Sasa ile siku ambayo mufti anatoa tamko hilo mimi tayari nishaua moja. Yeah. Kwa wewe cha ngapi? Janijibu. Sijahesabu, unafikia tena hesabu? Hata si hesabu, mimi nafunga tu. Yes, 10 haya na county, 10 ya kwanza, 10 ya pili, 10 ya tatu. Yes, lakini nadhani tupo katika 10 la pili sasa. Sawa. Yeah. Tuzungumze kuhusu Kariakoo Derby Kilo Finest. Mchezo haukuchezwa. Ndio. Kwa sababu ambazo bodi ya ligi iliainisha. Na inasubiri tarehe nyingine mchezo huu kupangwa. Nafikiri hilo hakuna haja ya kulizungumza sababu liko kwenye mamlaka husika ya kulishughulikia. Kuna hili ambalo wana michezo wengi huenda hawalijui au wanatamani kujua. Mpaka sasa tangu mpira wa Tanzania umeumbwa, ni dabi ngapi hazijafanikiwa kuchezwa? Tuanzie hapo kwanza. Dabi ya Kariakoo. Bwana, umri wangu mimi ni mdogo kuliko hizi timu, kuliko dabi ya kwanza ilipoanza. Lakini kwa utafiti niliofanya, kwa kuuliza wahenga ambao walikuwepo wakati huo, na sometimes nikafanya utafiti kupitia wachezaji waliocheza baadhi ya dabi. Yes, nilipata jumla ya hii ni dabi ya 7 kutokea, kwa maana ya kutokufanyika. Sasa dabi ya 7 hii, unajua watu pengine wanachanganya. Kuna mechi haikufanyika, afu kuna mechi ilivunjika. Vitu vile tofauti. Haikufanyika maana yake yani hata kipenga kikipulizwa, kama inawezekana hata wachezaji timu pinzani haikufika hata uwanjani, au ilifika uwanjani lakini haikuanza mchezo. Umeelewa? Kwa hiyo hiyo imetokea mara kadhaa, kwa maana ya timu kutokufika uwanjani mmoja. Imetokea mara 7, lakini katika 7 hizo zipo nyingine ambazo, kwa maana ya dabi nyingine ambazo zilichezwa ikatokea tu penalti, imetokea watu hawaelewi wakagoma, dabi ikaisha hapo hapo. Wakavunja hapo. Wengine wamecheza, wameangalia kipindi cha kwanza aliona hatuelewi, wakavunja. Yes, kwa hiyo zipo nyingi, lakini 7 hasa ndizo ambazo nazikumbuka ambazo zilivunjika kwa mujibu wa tafiti ambazo nimezifanya. Tuanze kwa utaratibu yakinifu kabisa. Ya kwanza ilikuwa ni ipi? Na ilikuwa mwaka gani? Mwaka 1969. Unajua mfumo wa ligi umeanza mwaka 1965.
Sasa 1969 dabi haikufanyika. Haikufanyika kwa sababu Simba hawakuwa tayari kucheza hiyo dabi. Yes, ilikuwa Simba wamecheza mechi dhidi ya African Sports. Baada ya kucheza ile mechi wakatoka sare ya bao 1-1. Simba wakapeleka malalamiko kwenye chama cha mpira wa miguu kipindi hicho kinaitwa FAT kabla ya kuitwa TFF. Baada ya kupeleka malalamiko yale yalikuwa African Sports wamemchezesha golikipa ambaye hajasajiliwa. Lakini Sports na TFF waliweka wazi kwamba huyu mchezaji aliombwa, yani kuna barua rasmi ilikuja ya kuomba huyu mchezaji atumike na chama kilipitisha, ndio maana ametumika. Kwa sababu walikuwa na magolikipa wawili. Golikipa mmoja alikuwa na changamoto ya macho, golikipa mmoja alikuwa safarini. Umeelewa? Unaweza kuona sio hoja za mashiko sana, lakini ndo zina mashiko hizo kwa miaka hiyo. Yaani mtu yuko safarini na mechi ndo amekosa hapo. Yes. Nakumbuka kuna siku mzee wangu alikuwa anisimulia miaka ya nyuma huko. Ilikuwa Young Africans, nadhani kwenye miaka ya 80. Young Africans wanakwenda kucheza uwanja wa Nangwanda, sijaona. Wakati anaenda kucheza kule. Yes, Mtwara. Yes. Mzee alikuwa uwanjani. Ile mechi mashabiki wachezaji wa Yanga wapo uwanjani. Wameshafika. Mashabiki kutoka vijiji mbalimbali wamekuja Mtwara mjini kwa ajili sio tu kuiangalia Yanga, kumuona mwamba mmoja tu kompyuta, Sande Manara. Walikuwa namsikia kwenye redio, Sande Manara anafananaje anachokifanya uwanjani. Kwa hiyo watu walikuja wengi, isivyo bahati Sande hakuwepo pale, yani hakuwahi ile mechi kwa ile mwanzoni wachezaji walipofika wote. Kwa hiyo watu wapo kwenye warm up hivi, Sande hayupo. Watu Sande yuko wapi? Sande yuko wapi? Hivyo. Lakini baadaye aliletwa pale na helikopta. Sande huyo. Watu wakamsafirisha. Yes, of course alikuwa kwenye mpango wa kuja. Sio kama sababu ni ile. Ila alikuwepo tayari katika mpango wa kuja. Yaani kama alichelewa kuondoka na timu. Sande alikuwa star wewe. Akatoa helikopta na akacheza. Amecheza yeye. Amecheza, mzee anakuambia alikuwa burudani sana ile siku. Alicheza, walienjoy sana. Sasa tumia sheria gani? Sheria au kanuni gani ilitumika kumleta mchezaji ambaye mechi ishaanza analetwa na helikopta afu anapata nafasi ya kucheza? Kwani mchezaji akichelewa hawezi kuanza kwenye mechi? Hawezi kuingia kwenye mechi? Yeye amechelewa, jina lake lilikuwepo pale kwamba Sunday yupo, akawa amechelewa, amefika pale mechi inaendelea. Kwa hiyo yeye ana uwezo kuingia. Lilikuwepo kwenye starting 11, kwenye substitution. Mpaka anaingia maana yake lilikuwepo jina lake. Sasa wao ndo wanafahamu. Mimi sasa hilo swali la details. Hilo inawezekana wao ndo walijua kwamba Sunday atachelewa au ataanza. Kwa hiyo na kama atakuwa kwenye starting 11 na hayupo inakuaje? Kwa hiyo maana yake so obvious kwamba walijua huyu mtu atachelewa. Kwa hiyo Sunday kaingia pale ndani, mzee anakuambia yule Sunday acha. Umekosa vitu wewe. Sawa, twende ya pili. Ya pili sasa hiyo baada ya kulalamika Simba kwamba vile TFF FAT wamejibu hivi kwamba na ilikuwa sare 1-1. Baada ya malalamiko mengi Simba akasema sisi tutania mechi inayokuja dhidi ya Yanga. Wakasema nyinyi mnatuchukulia pointi zetu kwa fupi tuende kucheza na Yanga afu mmetukatalia sheria. Kwa hiyo Simba akasema hapana, tuingize timu. Kwa hiyo Yanga kaenda uwanjani peke yake afu mnyama akotokea. Ushaona? Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Ya pili ilikuwa mwaka 1992. Shanafahamu. 1992 Yanga walikuwa mabingwa tayari kuelekea dabi ya Kariakoo ya mwisho. Walikuwa wameshatangazwa ubingwa. Baada ya kutangazwa ubingwa ikawa mechi ya mwisho inabidi wacheze na watani zao kwa maana ya dabi ya Kariakoo. Yanga wakasema usitutanie. Sisi tushakuwa mabingwa. Tunaendaje kucheza mechi watu hivi baba Kaembe Ngongolo wa Makonde anasema hivi Kaembe Ngongolo hao wametufunga. Unaona wakishatufunga hawa ubingwa unakuwa au nogi. Kwa watu nasikia walijivunja kwa wakati huo. Yes, baada kujivunja wakapigwa fine, akailipa mtu mmoja anaitwa Murtaza Dewji. Alikuwa yuko Young Africans ambaye alitokea Pan Africa. So akaclear ile hela, ilikuwa Tanzania shillings 250,000 hivi. Kwa hiyo baada ya kulipa fine ile Yanga kawa wako free. Yes. Ya tatu ilikuwa mwaka 1996. Yes, na hii Simba alikuwa na mechi
ya kimataifa kipindi kile wanashiriki michuano ya CAF. Mechi dhidi ya Chapungo Rangers. Sasa ile mechi kuelekea katika mechi walikuwa wanahitaji maandalizi. Lakini kabla kucheza ile mechi ambayo inachezwa hapa Tanzania, wakapangia kwenye ratiba anasoma Yanga Afrika. Yaani kama hivi tu kwamba wiki moja Simba acheza na Al Masry. Afu leo yani wiki hii acheza na Yanga. Aliona sentanie ile mechi ngumu na hiyo mechi ngumu. Mtafanya ikitokea na ikitokea nimepoteza ile ni rahisi pia kupoteza na ile. Watifa akipoteza zote. Kwa hiyo alichokifanya wakagomea hii mechi. Kwanza of course wakugomea, waliomba mechi isogezwe mbele. Fati kakataa. Akamwambia hapana. Msijidekeze, chezeni mechi hiyo. Umeona? Kwa hiyo baada ya kuambiwa vile Mnyama akagoma, akasema mimi sichezi. Kama utacheza, sichezi. Utacheza, sichezi. Simba tumekuta mara 3. Kwa hiyo Mnyama hakupeleka timu Yanga Afrika, akapewa ushindi wa mezani. Yes, kwa hiyo ni ya 3. Si ndio? Yes, dabi namba 4 ilikuwa ni mwaka 2002. Na hapa ilikuwa Simba alikuwa na mchezaji wao anaitwa Said Maulid. SMG maarufu hivyo, aina fulani vya bunduki akifananishwa nayo. Sasa Young Africans walimsajili SMG kutoka Simba. Baada ya kumsajili kukawa kuna vipengele kwa maana ya mamlaka ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Wakasema huyu sio Mtanzania, ni Mkongomani. Kwa hiyo sakata lilikuwa kubwa sana ile mwanzoni mwa miaka 2000 kule. Said Maulid sio Mtanzania, hivyo zilikuwa nyingi sana. Lakini baadaye mapambano yakawa makubwa, ikabidi asicheze katika dabi ya Kariakoo mpaka ithibitishwe kwamba huyu ni mchezaji Mtanzania ili acheze. Sasa just imagine wakati uko Simba alikuwa anacheza. Ila huku mambo yakawa yako hivyo. Kwa hiyo ile mechi Yanga waligomea, walisema hapana, mpaka mverify huyu mchezaji wetu na inabidi tumtumie katika dabi tuingie nayo. Kwa hiyo walikuwa pamoja, we are fighting with you. Ushaona? Said Maulid aliamua kumchukua kwa pamoja na wakakataa kuingia katika dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo Simba akapewa ushindi wa mezani baada ya vile. Lakini baadaye Said Maulid alishindaga kesi yake sababu alifungwa mashtaka, akashinda kesi kwamba ni Mtanzania halali. Yes. Dabi nyingine ilikuwa ni mwaka 2008. Yes, hii ilikuwa ni Sekafa Kagame Cup. Ilikuwa kutafuta mshindi wa 3. Simba na Yanga wamekutana baada ya wote kutolewa hatua ya nusu finali. Walipokutana timu zote mbili zilikuwa zinahitaji fedha ili kuingia katika ile hatua. Yanga anataka milioni 50 yake, Simba anataka milioni 50 yake. Inaelezwa kwamba walikubaliana pembeni kwamba tupewe hela zetu ndio tuingize timu uwanjani. Lakini Simba na Yanga. Yes, Simba na Yanga, yes. Na zilitoka taarifa kwamba Simba na Yanga hii mechi hawachezi kwa sababu hawajapata hela zao. Wapi? Mnyama huyo muda umefika kaingia uwanjani bwana. Kapanga timu mzee Yanga Afrika kutokea. Yes, akutokea. Kwa hiyo Simba akapewa ushindi wa mezani, na kumbuka Yanga pia alifungiwa. Yes, kwa hiyo Simba akapewa ushindi wa mezani, Yanga akapata hiyo ban. Lakini dabi nyingine ni hii 2021. Hii ya muda hii kwamba mechi ichezwe saa 11. Mechi awali ilikuwa saa 11, ikabadilishwa muda ikapelekwa saa 1. Yanga Afrika akasema mimi si muda wetu hapa, saa 11. Kikanuni muda tunaojua saa 11. Kwa hiyo akaja wakaingia wakacheza mechi, wakafanya mambo yao pale. Baadaye hao wakaondoka kama siala vile. Rafiki kuna mtu alinipigia simu, mzee wangu mmoja hivi uko Kilwa huko. Alinipigia simu aliniambia, "Wewe Yanga umegomea muda, hawachezi hao." Nikamwambia kwa nini? Akamwambia utaona. Yaani kama anawajua. Anawajua vizuri, anakuambia hawachezi. Yaani Yanga wakishasema tu no, imeisha hiyo. Umeona? Kwa hiyo alivyoniambia vile, mimi nilikuwa najua maskara, so mimi nilikuwa niko uwanjani. Nikasema Yanga watakuja kucheza. Na kweli bwana wameingia muda wao. Afu akaondoka, nikasema watarudi. Baba Jeni. Hawakurudi Yanga. Kwa hiyo hata hii hapa inaendelea sasa hivi. Umeona? Inaendelea sasa hivi kwa maana hii dabi ya mwisho sasa. Ambayo inakuwa ya 7. Ambayo inakuwa ya 7. Dabi ya kipengele. Hii Simba akatoa press release yake kwamba amezuiliwa kuingia uwanjani. Kagoma akasema mimi sichezi mechi. Yanga akasema hii mechi utacheza. Tunacheza. Yanga kafika uwanjani, kafuata protocol zake zile na akaondoka. Ingawaje sasa kisheria Yanga kukaguliwa. Si ndio? Kulikuwa hakuna mechi official yote. Yeah. Kwa hiyo Yanga ameondoka. Lakini kwenye mamlaka wenyewe walisema kwamba
mechi wameisogeza mbele. Si ndio? Itapangiwa tarehe husika. Yanga Afrika karudi tena. So Yanga baada ya kwamba itapangiwa tarehe husika atulia, karudi tena. Anasema msimamo wake msimamo wetu si ule ule. Na hata hii bodi hii hatuelewi. Ile andiko limeandika hatuna imani na hii bodi na hii kamati. Kwa hiyo ni muendelezo wa hizi mechi za Simba na Yanga kutokea kadhia za namna hiyo. Yep. Kuna umezungumzia dabi ambazo hazikuchezeka kabisa. Lakini zipo ambazo zilichezeka ila hazikuisha. Hem, tuweke sawa. Kuna ile moja ya mwaka 91. Kuna watu wanachanganya. Kwenye platform nyingine nilikuwa nimezungumza juu ya dabi hii kuchezwa dabi ya mwaka 92. Kuna watu wanasema bwana 92 Simba tena, kuna mmoja huyo kaongea vibaya sana, lakini nimemsamehe. Kwa sababu mimi sizungumzi kitu kama sijafanya utafiti na naambiwa na watu ambao naamini kabisa kwamba huyu namuamini. Kuna mtu anaweza kwa mfano kama hiyo ya 91. Watu wanasema Simba alicheza mechi ikavunjika, ilikuwa imetanguliwa goli 3. Wengine wanakuambia ilikuwa imetanguliwa goli 2. Kwa hiyo akaamua kujivunja kipindi cha pili asirudi. Lakini uhalisia wala kwa hivyo. Uhalisia ni kwamba mechi mpaka half time ni 0-0. Na mimi nimeongea na wachezaji waliocheza. Sasa kama kuna anayejua kuliko wachezaji. Wachezaji ambao wamecheza kabisa na watu wanakumbukumbu wanakuambia ile mechi. Sasa mimi nimeongea na golikipa ambaye anakuambia mimi mwenyewe sikufungwa, na golikipa anakuambia mimi sikufungwa, magoli mawili aliingia wapi? Idi Pazi father. Nimpigia simu kwa sababu mimi sio mvivu wa kufanya research. Nikampigia simu nikamuuliza, akasema ile mechi walicheza kipindi cha kwanza kimeisha, lakini walikuwa hawana imani na mwamuzi. Yes, anaitwa Hafidh Ali kutoka Zanzibar huko. Kwa walikuwa hawana imani naye. Na Hafidh Ali kuna tukio lilitokea pale uwanjani. Inaelezwa kwamba Hafidh Ali kuna mchezaji kama alimvamia akampiga kichwa. Sasa akawa mjui mchezaji ni nani? Ushaona? Kwa hiyo akameza filimbi kwanza akakausha. Muda unaenda mapumziko, akamuuliza mchezaji wa Yanga, "Kwa maana nipiga kichwa pale?" Akatajiwa. Sivile ilibidi aende kwa line labda. Kaenda kwa mchezaji akaambia, "Huyo Malota soma huyo." Akamwambia, basi wa Simba tukutane kipindi cha pili." Mchezaji wa Simba akasema tukutane kipindi cha pili. Wachezaji wa Simba kasikia. Sasa waliomba tukutane kipindi cha pili. Idi Pazi akaenda kule ndani akamwambia, "Nyinyi sikilizeni. Tukutane kipindi cha pili, tumeambiwa na muamuzi." Sasa kipindi kile mzee wetu Azim Deuji ndo mfadhili sasa. Kwa hiyo maana yake hizi timu ukifungwa goli nyingi watu wanakumbusha kila kitu kwamba kipindi kile ilikuwa timu ya Azim Deuji ile. Ilikuwa timu ya nane, kwa hiyo watu waliogopa fedhea. Kwa hiyo akamfuata akamwambia, "Bwana sikiliza, kipindi cha pili mechi sio yetu. Tunaenda kupoteza, tunataka kufunga goli nyingi. Kwa hiyo tujivunje." Kwa hiyo akakubaliana. Kocha alikuwa King Kibadeni Mputa. Kwa hiyo akamwambia, "Bwana hapo ngoma hii alirudi uwanjani." Airudi. Yule mwamuzi ataenda kutuzingua. Kwa hiyo baada ya pale watu wakaingia mitini. Simba ikawa hakurudi uwanjani na huku mechi ikawa haikuendelea. Yanga wamerudi, Simba wako wapi? Yanga Simba watu wamejaa uwanjani, uwanja Uhuru tena. Watu wamejaa, mnyama hayupo. Mwisho siku bwana mnyama anaambiwa mtu kaondoka kwa jarudi uwanjani. Sasa hiyo ndo kumbukumbu. Sasa kuna watu wanafananisha hii na ile mwaka 92 ambayo Yanga hakuja kabisa. Kwa sababu 92 Yanga alikuwa shaka bingwa. Kwa hiyo kwenda katika dabi ya Kariakoo na hata maandalizi ya kufanya. Wachezaji wenyewe wa Yanga wanakuambia wakati huo. Wanakuambia hata mpango wa maandalizi wa hiyo mechi haikuwepo. Umeelewa? Kwa hiyo watu wanachanganya. Mtu unaelezea mwaka 92 anakuambia no. 92 ilikuwa mechi ilichezwa nusu. Hapana. Kwa hiyo tufanye utafiti ili kujua mengi zaidi. So kwa research ambayo nimeifanya na hiki ndicho ambacho nimeuiwa ku share. Yes. Story funny very interesting. Nafikiri watu wana michezo pia watakuwa wameburudika na kupata uelewa. Sure. Kabisa. Yeah. Ni mwezi. Labda Chanika. Chanika. Wala huyo ni Kilo Finest. Ghalib Zinga tumeyazungumza yale ambayo kuelezea mwanzo kuhusiana na hizo dabi za Kariakoo ambazo hazikuchezwa kwa sababu ambazo wamezieleza hapa. Takriban dabi 7 zimeingia kwenye historia kutokuchezwa kwa sababu tofauti. Sina la ziada. Naitwa Diego, Penje TV. Ciao.